Watu hawa wa mtandaoni wanaotupia matusi ovyo kwenye intaneti hatimaye huishia hivi baada ya kifo. Kwa mujibu wa kanuni za kuzimu, vichwa vyao hukamuliwa kwenye nafasi maalum za vitufe vya kibodi. Kisha yatima, mfalme wa kuzimu, huchapa kwao na kuwafanya wahisi maumivu ya kufa na vichwa kuvuja damu. Lakini wanapofika kuzimu, wanakataa kukiri makosa yao. Wakishuhudia kukanusha kwao kwa ukaidi, hakimu wa kuzimu alionyesha video za mwanamke maarufu waliyemdhihaki mtandaoni. Wakati wa uhai wake, alivumilia matusi na shutuma nyingi mtandaoni, lakini hata ukweli ukiwa mbele yao, wale wadhihaki bado hawakuona wamefanya kosa. Mmoja aliyedai kuwa mwandishi alihoji kwamba makala yake yalikuwa kwa ajili ya haki ya umma ya kujua, akisisitiza hakuwa na nia mbaya. Kuwapa adhabu, wafanyakazi wa kuzimu walifunga shingo zao kwa usalama, wakawaunganisha kwa fimbo ya chuma, kisha wakateremsha kibodi kubwa kutoka juu. Wakawa sehemu ya kibodi yenyewe, wakipondwa bila huruma chini yake. Lakini hii ni ncha tu ya ukatili wa kuzimu. Makosa tofauti yana njia tofauti za kuadhibiwa. Wanyanyasaji watatu wa shule walikuwa bado wanaulaumiana kuzimu, na hatimaye wakatupwa kwenye bahari ya moto kuchomwa bila mwisho. Mtu anayewadhuru watoto alihukumiwa miaka milioni 200 kwenye kuzimu ya barafu. Wale waliokuwa wakirushiana matusi mara kwa mara wangekabiliwa na adhabu kuzimu ya kurarua ndimi. Kama kuzimu ingekuwepo kweli, je, kungekuwa na wahalifu wachache?